mpenzi wangu. Sasa usi anaenda wapi? Ni pale pale sokoni. Ni siku ya leo kama hivi sikukuu ndo hela. Sasa usipofanya kazi inakuwa changamoto. Hapo hujaingia kazini uongo? Hakika bwana. Wewe no. Nite Kobi dereva wa app. Unanipa tukibonyeza request. Karibu basi uendeshe na mimi. Tukiwa happy, story flani za mjini. Huyu ananipa story mpaka na sauti. Tukishare njiani. Kwani hujakuja batiza siku zote hizo? Ulikuwa unasubiri nini? Unaona kama hapo unakula AC. Singekuwekea AC kwa sababu tu nimekuangalia, nimekuona mdada fulani mweupe nikakuonea huruma. Bwana nasubiri Yesu afufuke. Milioni 5 mimi niolewa kwa milioni 5. Milioni ngapi unaolewa? Badala ya 3 5,000. 5,000 mimi ndio 5,000 sina hapo. Afungu kwanza inasoma 2,000. Wewe utatoaje kwenye lile gari? Wewe 2,000 tena. Yaani unaona bado wewe tena unanipa ni ndogo, ni nyingi. Basi ukaribie kwetu kesho tunabatizwa. Nabatizwa. Nite Kobi dereva wa app. Mara kwanza kabisa alikuwa hajanielewa, lakini baadaye wakanielewa kwa wakakubali kuomba tuendelee kurekodi. Sasa kuna mteja mwingine alirequest hapa. Kwa hiyo tunampigia. Maana hapa nilipofika tu nimepata request tena nyingine. Kwa hiyo tunampigia hapa. Tujue yuko wapi. Paulina. Halo. Mambo. Location hapa ya Puma hapa. Msikitini siwezi kurudi. Msikitini siwezi kurudi dada yangu, niko huku, ni njia ya kuelekea huko. Unaelekea wapi kwani? Unaelekea wapi? Wewe unaelekea wapi? Haikuonesha kwa sababu nilikuwa niko kwenye safari, kwa hiyo nilikuwa bado sijamwacha abiria, kwa hiyo ilijipokea tu yenyewe. Naenda Ilala. Ilala huku Bungoni? Huko ndio. Okay. Sawa. Umeona na jambo kwa nimesema hivi. Ni sawa, haina shida. Njoo basi. Yangu msumbufu anadhani niende msikitini, bati sehemu alikopo ni hapa. Jamani, si anakuja tu hapa nampakia, naenda huko Ilala, naenda Bungoni, si Ilala Bungoni. Mimi niko msikitini, sio kwa kama ni usumbufu. Nimwambia hapa ni usumbufu. Kila kona ya mji kuna vibe inside. Endesha na Kobi, right. Tunakwepa foleni kama vile tai. Endesha na Kobi, right. Kila kona ya mji kuna vibe inside. Naingia stage, una check play. Wewe uko kwa sema wapake. Tuna run errand, playlist iko juu. Niko kwenye msikiti hapa NSSF. Hapana, sasa hapo hakuna sehemu ya kupaki dada yangu. Kwa sababu umeona hapa watu wananiambia niondoke. Umepata mchumba mpya. Mambo. Poa. Mama unaona hivyo? Umeniuzi. Nimekuuzi na nini? Wewe kupiga simu, simu yangu ina sauti. Oh Jesus. Tukuuzi jamani. Sita kule hapo. Au ishi kufunga. Nakwambia. Mwambie ante akae mbele. Hii mzigo sio tungeweka nyuma ama? Hii mzigo sio tungeweka nyuma. Bora tuweke tu nyuma au? Au utakuwa usumbufu. Tuna saa. Tuko tatu tu, lete mimi nitaishikilia. Hata usipate shida. Sawa. Tayari kaa. Poa, niambie baba. Kama kawa ongezeka. Na itaongezeka kweli. Jera nini na acha tamaa. Ati kama kaa tu mbele dada. Ili umwelekeze vizuri kwa eti.
Nishapata namba yetu wa Ilala. Mimi sio Ilala. Wapi? Kinondoni. 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 Basi nitakuwa nakupigia simu. Sawa. Maana nakuja kukuchukua. Sawa. Kwani mnauza chakula au mnapika? Mbona mmebeba vitu mingi hivyo? Familia jamani. Okay. Safi sana. Na hata hujatupigia simu, afu nasema umetupigia. Sijakupigia simu mimi. Sasa ulikuwa unaongea na nani? Yule mkaka amesema yule akasema kuna boti kaja akasimama muda mrefu. Au sio wewe? Wewe unasema unaenda wapi? Binti Kamba si ndio nilikuwa nakupigia? Binti Kamba ile ya. Ni wewe. Sasa tuna unaniambia mimi sijakupigia simu wakati tumeongea na 2000 tena. Yaani unaona bado wewe tena unanipa ni dog ni nyingi. Simu yangu tu haina. Kuwa serious Paulina. Au ni nani Paulina? Paulina ndio huyu. Huyu, au ndio nilikuwa naongea naye? Wewe simu yangu. Huyu kumbe hata sio wewe request afu tena unataka kupunguza delay. Mimi sikia. Unajua mimi na offer kwangu lazima 2000 kweli? Yaani twende huku na 2000? Kuwa serious basi. Hamna bwana nakutania. Basi ukaribie kwetu kesho tunabatizwa. Unabatizwa? Kwani hujabatizwa siku zote hizo? Wewe ulikuwa unasubiri nini? Alikuwa anasubiri Yesu afufuke. Unajua ni unachekesha. Jibu kwa utakuja au? Nitakuja saa ngapi? Kanisani hapo Msimbazi. Msimbazi, okay. Msosi huku tunapoenda. Sasa si ndo tumenunua hivyo. Okay. Unaona kuku hapo nini? Mazagazaga kama yote. Nitakuja usijali. Njia nyingine mbona sioni tena kuingia hapo? Kama nimepotea. Tutaingilia pale. Okay. Na hivi tunakuelekeza bei na. Mungu wangu. Leo kazi nina. Hiyo boti ambayo nikabota ni bei ngapi? Ile siku naondoka usiku. Naenda ingilia pale. Hapa panaingilika. Pale. Sio. Nikamwambia yani wewe basi aelewi nikamwambia nikikuelekeza unapunguza bei. Tunapunguza bei. Unataka mimi nikuelekeze wewe kusoma ramani. Na mafuta yote kupanda. Ndio hivyo. Unaona kama hapo unakula AC. Nisingekuwekea AC kwa sababu tu nimekuangalia nimekuona mdada fulani mweupe nikakuonea huruma. Apate nikakuonea huruma sema mdada huyu ngoja nimwashie AC ili asije akaungua huo uso wake. Antishakuwa hapo tuingilie hivi. Amina kijana hapo tukapandishia kule. Akati hivi. Ndio unaanza kupractice ile kwa sababu unabatizwa kesho. Ni kanisa gani? Roma au? Roma ni Katoliki. Okay. Nilikuwa nataka nibatizwe Sabato lakini ukagairi. Kwa nini sasa usibatizwe Sabato? Sabato. Sabato utabatizwa. Wewe ni Msabato? Mimi Msabato. Basi wewe tu nabadili na batizo Sabato. Mpaka nikuoe. Na Mungu nipo shule. Ingia hapa. Hii kumbe ni hapa. Mbona unielekeze mpaka napoteleza? Hiyo inasoma hapa. Huyu ananipa story mpaka na sound njia. Umeona pia. Mimi nipo shule. Basi ile ni ananipa story mpaka na sound njia. Umesikia kana kambi ya Sabato. Sasa vile Sabato wanahubiri. Hadi raha. Sema naogopa nyumbani itakuwaje? Itakuwaje? Yaani bado kidogo hivi. Ile ndo siku ya mwisho ndo mchungaji anatoa mahubiri. Yaani ile ananiingiza. Anajaribu kushawishi lakini yaani kumbe ramani inasoma kabisa. Ningepita hata mbele kule ilikuwa sawa. Simona hii hapa. Mbele ilikuwa sawa. Yaani hata 2000 anapewa. Utapunguza kwenye mahali. Na ugali unaenda kula nyumbani. Nitapunguza kwenye mahali. Yaani wewe buku nikija nyumbani sasa nikitajua labda kama mahali ni milioni 5. Natoa ile buku langu. Lile buku langu lile la siku ambayo umenibuzulumu hela yangu. Milioni 5 mimi niolewa kwa milioni 5. Milioni ngapi unaolewa? Milioni 20. Nikajua hivi unamaanisha 500,000. Milioni 500,000. Sasa unaona mimi nimekugrade nimekuweka kwenye level kubwa afu unakataa. Sasa watu wanaolewa mpaka na milioni 1 hadi 500,000 jamani. Sasa hiyo milioni 1 nikae nyumbani. Labda mimi ndo nikupende wewe. Okay. Sawa. Nataka mwanaume nimpende, anipende. No, mwanamke akimpenda mwanaume ndio inakuwa vizuri. Anipende. Serious. Kwa sababu ndio huo. Sitaki kuolewa na mwanaume ambaye ni sawa, unaweza ukapendwa, lakini usipompenda wewe unakuwa mkorofi. Yaani usipompenda mwanaume au mwanamke unakuwa mkorofi. Nikimpenda nitakuwa mnyenyekevu sana kwake. Ndio hicho sasa kinachotakiwa kwa sababu mwanamke unatakiwa uwe mnyenyekevu kwa mume wako.
Mbona fact ndogo tu hiyo? Sandra. Mimi namuelekeza nielewe. Nishapokea mafunzo. Nishampa darasa la bure. Sasa aongeze hapo kwenye nauli. Kwa sababu nimempa darasa la bure. Aongeze na nauli wako. Na nauli aongeze hapo. Badala ya 3000 5,000. 5,000 mimi ndio 5,000 sina hapo. Afu kwanza inasoma 2,000. Wewe. Utatoaje kwenye lile gari? Wewe. Umesikia? Wewe. Mbona nasoma 2,500? Wewe. Wewe mafuta yamepanda. Na leo hivi. Wewe hakuna mafuta ya shilingi 3,000. Kwani hawaoni gani? Hakuna mafuta 3,000 aisee. Nakwambia ngoja wabadilishe. Kwani mnakaa wapi? Kwenye hii nyumba hii. Nyuma huko. Gari haifiki. Ile ina nyumba ile ina. Yaani ndio inafika. Kule. Hata ukizunguka kule hatufiki. Bado. Sawa, mimi nishawaleta mpaka hapa. Tumshukuru Mungu tu. Jamani. Usiwe mimi si Basi tuondoke wote. Bebeni vitu. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Sandra. Okay. Yangu anaitwa Paulina. Auntie Paulina. Wewe unaitwa dada huyo Sandra, Paulina. Haya, asante. Bado mizigo. Nitakuja kula. Mbona hujafunga saa mlango? Bado mizigo. Mbona hujafunga mlango? Wewe ni mkorofi eh? Kumbe natakuwa niwarudishe kule. Ndio maana umechelewa kubatizwa wewe. Bamiza. Uwe msabato basi nikuoe. Haya. Nataka kuzaa watoto weupe kama wazungu. Ndayo. Kwani mimi nimekwambia sina hela? Nite Kobe dereva wa app, unanipa tukibonyeza request.